Asante sana mtazamaji unayetazama na vile vile wewe ambaye unanisikiliza. Karibu sana uweze kusikiliza kile ambacho nimekuandalia siku ya leo. Majina yangu naitwa Elijah Beyeza. Niko hapa katika jiji la Dar es Salaam Tanzania, wilaya Kinondoni, lakini katika jimbo la Kawe. Kawe bana, kuna mambo mengi. Kama unavyoona hii mitaa yote tuko ndani ya Kawe. Hapo ni roundabout ya Kawe. Hayo ni maeneo ya bichi. Haya ni magorofa yamejengwa na mambo mengi yanaendelea, na viwanja vikubwa vinapatikana katika jimbo hili la Kawe, hasa katika kata ya Kawe. Leo nataka nikulete makala fupi kuhusiana na shule ya Ebenezer Daycare. Ebenezer Daycare ni shule ya kisasa inayopokea watoto kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 6. Bila shaka mzazi utakuwa unajiuliza, swala la usalama wa mtoto wako likoje ukimleta mwanao katika shule ya Ebenezer? Lakini vile vile swala la maadili nalo likoje? Lakini pia swala la upendo, kufundisha upendo nalo likoje? Mmoja tuungane na wahusika wa shule hii ya Ebenezer, watuambie shule hii ya Ebenezer ina kitu gani cha tofauti. Shalom shalom. Kwa majina ninaitwa Alatukela Joseph Sanga, ni afisa utawala na ni mwalimu wa dini ya Kikristo katika shule nzuri ya kutwa ya kulelea watoto Ebenezer. Ebenezer iko jijini Dar es Salaam katika wilaya ya Kinondoni. Tupo Kawe, mtaa wa Avocado. Tunatazamana kabisa na studio za Arise and Shine za Mamposa. Nina mambo matatu ya kuielezea Ebenezer. Cha kwanza kabisa, Ebenezer ijulikane kwamba ni shule ya Kikristo. Ni shule ya Kikristo kwa namna ipi? Ebenezer imejikita sana kwa kumwekea mtoto msingi wa kumjua Mungu. Sawa sawa na neno linavyosema kwenye kitabu cha Mithali 22 ule mstari wa 6 kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha atakapokuwa mzee. Kwa na sisi tumejikita kwenye huo msingi. Tunataka huyu mtoto anayekuja Ebenezer akiwa na umri wa mwaka mmoja mpaka miaka 6, basi msingi wake mkubwa uwe ni neno la Mungu, uwe ni maadili ya Kikristo, kumjua Mungu zaidi. Lakini pia neno la Mungu linatuambia waacheni watoto wadogo waje kwangu, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wao. Ndio maana sisi tunataka hawa watoto wote wanaopita Ebenezer wawe ni watoto wa Mungu, ili ufalme ule ujao uwe wa kwao kama neno la Mungu linavyotaka. Lakini pia Ebenezer inahakikisha kwamba mtoto wako anamjua Mungu kiufasaha kabisa. Ninaposema kiufasaha namaanisha nini? Mtoto huyu atajifunza kumjua Mungu, na akimjua Mungu atajua kumfuata, na akijua kumfuata atamwishi. Katika umri huo mdogo ambao wewe unadhani mtoto haelewi, anaelewa sana. Neno la Mungu linasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo Biblia haidanganyi. Huyu mtoto hata aende wapi, apelekwe kanisani au asipelekwe, uwe na uhakika msingi atakaopewa hapa hata uacha hata atakapokuwa mzee. Tunampa elimu ya Kikristo, lakini pia neno hilo la Mungu au elimu hiyo ya Kikristo inamtaka awe na elimu ya kidunia. Ndio maana Biblia inasema mkamate sana elimu, usimwache ende zake. Kwa yani kama unavyoona tumezungukwa na kamera kila upande. Hili ni darasa mojawapo lina kamera, lakini pia nje tuna kamera za kutosha kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa mtoto asipatwe na shida yoyote. Kama kutakuwa na mistreatment zozote, basi kamera zipo kutusaidia kujua kwamba kuna kitu hakijakaa sawa, kuna kitu hakijaenda sawa. Tunamshukuru Mungu sana. Watoto tulioanza nao kiukweli walikuwa fresh from home. Yani walikuwa hawajui kitu, hawajawahi kwenda darasani. Lakini Mungu ametusaidia mpaka sasa wanajitambua na wanatambua jamii yao inaowazunguka. Lakini pia wana uwezo wa kuongea. Yani wanafanya vitu ambavyo walikuwa hawawezi kufanya kabisa tangu walivyotoka majumbani kwao. Kwao wameongezeka kimaarifa, kiroho na kimwili. Elimu zote zimekaa sawa kwao.
Asante sana ndugu mtangazaji. Ebeneza, tuko vizuri kwenye malezi. Kwa swala la upendo, basi hapa umefika. Tunamfundisha mtoto kujitambua na kutambua jamii inayomzunguka. Kwa mfano, Ebeneza Daycare tuna utaratibu wa kutembelea vituo vya watoto wenye mahitaji maalum. Tukisafiri au tukiondoka kwenda kuwaona hao watu wenye uhitaji maalum, tunaondoka na watoto wetu. Wakifika kule wanashangaa, kumbe kuna watu wa namna hii. Kuna watu wana mahitaji haya. Mimi mbona siko hivi? Kwa mtoto inamsaidia kujua kwamba kuna watu ambao wana maisha tofauti na yake. Kama unavyojua kwenye maisha yetu tunatofautiana. Kuna watu wako vizuri na nafasi za uchumi zao ziko vizuri, na kuna watu nafasi zao za uchumi bado ziko chini kidogo. Lakini huyu mtoto anapofika hapa Ebeneza anajifunza kutambua hayo yote. Tukienda kuwatembelea wale watoto wenye uhitaji maalum, tunabeba vitu vyetu, tunawaambia dini iliyo safi na isiyo na taka mbele za Mungu ni kuwaona yatima na kuwajali wajane katika dhiki yao. Kwa tunawafundisha na wenyewe hubeba vitu na kuwagawia wale watu. Kwa kufanya vile tunawafundisha upendo na ukarimu. Kwa hiyo huyu mtoto atakavyoendelea kukua, hilo linamkaa kwenye moyo wake. Sawa sawa na lile andiko nililosema tangu mwanzo kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha atakapokuwa mzee. Kwa kile kitu kikimkaa moyoni, uwe na uhakika atakapokuwa mkubwa, hata anavyoendelea kukua kwenye mazingira yake ya kabla ya kufika huko kwenye mawasiliano, ndugu mtangazaji, naomba niongeze kitu kimoja. Kuna kitu ambacho natamani ulimwengu ujue kuhusu Ebeneza. Sisi ni shule ya Kikristo, ni watumishi wa Mungu, tunaliandaa jeshi la vizazi vya baadaye. Kwa sasa wimbi la watoto limekuwa na changamoto nyingi. Kuna panyarodi huko mtaani, kuna watoto wanajihusisha na madawa ya kulevya, kuna watoto wanaua watoto wenzao. Lakini pia serikali yenyewe inapambana na hivi vitu, na sisi tupo kuisaidia serikali kupunguza huo uhalifu. Ndio maana nawasisitiza wazazi sana wawalete watoto Ebeneza Daycare, na wanapofanya maamuzi wafanye maamuzi sahihi. Na ili kutupata sisi Ebeneza Daycare mahali tulipo, basi mzazi anaweza kutupigia simu namba 0683 008585 0683 008585. Lakini pia tuna mitandao ya kijamii, tuna page ya Instagram, anaweza kutupata Ebeneza_Daycare. Asante. Shalom, kwa majina naitwa Brenda Gaudens Shayo, ni mwalimu ndani ya shule ya Ebeneza Daycare. Tunapatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, ndani ya Kawe, katika mtaa wa Ovacado, opposite kabisa na ofisi za Mwamposa. Karibuni sana. Ningependa kuelezea Ebeneza Daycare. Ebeneza Daycare tumejikita sana katika kuwalea watoto katika njia impasayo mtoto. Kama kwenye kitabu cha Mithali sura 22 mstari wa 6 inasema, mlee mtoto katika njia impasayo na hata iacha hata atakapokuwa mzee. Basi sisi kama wana Ebeneza Daycare tumejikita katika kumlea huyu mtoto ili aweze kujielewa hata atakapokuwa mzee, asiache ile njia ya malezi yaliyo bora na yanayompendeza Mungu na jamii inayomzunguka. Pia ndani ya Ebeneza Daycare tunawafundisha watoto kumjua Mungu zaidi. Tunawafundisha watoto wamjue Mungu na wamuishi Mungu katika maisha yao. Wapate kujua Mungu ni mtetezi wao. Uwe kwamba kuna watoto ambao ni maskini na kuna wale wanaopenda kupata uhitaji wetu, wapate ukarimu wetu na wapate moyo wetu wa kujali. Karibuni sana wazazi na walezi. Kwa watoto ambao tumeanza nao Januari mpaka kufikia huu mwezi wa 6 katika taaluma, kweli walikuja hawajui chochote, lakini mpaka kufikia sasa wameweza kufika ile level ya kwanza kujitambua wao wenyewe, pili kutambua hisia zao, na tatu pia wameweza kujitambua katika masomo, hasa katika kuhesabu, kuandika na kusoma. Na kwa hilo tunamshukuru Mungu,
kwa sababu ametutia nguvu wafanyakazi wa Ebeneza Daycare. Tumeshirikiana kwa pamoja na pia tumeweza kushuka mpaka kwenye level ya mtoto na kumsaidia na kumuelewesha na kumfundisha. Ndani ya Ebeneza Daycare watoto aina hiyo tunawapokea na tunawafundisha. Na ufundishaji wetu tunaowapa ni kwamba tunawapa ule upendo kama wanaopewa na wazazi wao nyumbani. Wajue kwamba hata kama amemwacha mama nyumbani, lakini amepata mama mwingine ndani ya shule. Na hiyo imewasaidia na wameweza kuelewa na wameweza kujua kwamba upendo anaopata nyumbani ni huo upendo pia anaopata shuleni, ambao ni kutoka kwa wazazi ndani ya Ebeneza Daycare zetu. Na pia tuna sheria zetu, lakini kikubwa zaidi tumejaribu pia kutengeneza ratiba ambayo itamsaidia mtoto kufanya activity zote ndani ya shule, ikiwemo kuanzia kula, kulala na michezo, ambao pia watoto tulioanza nao Januari mpaka kufikia sasa wameshajikita katika hizo activity na wameweza kusonga mbele kwa sababu tumewasaidia na tumewaelewesha, na hata wao wameweza kuielewa ratiba ya shule.